nyumbani. Bangili, naomba ufanye kazi yako. Gena, turudi nyumbani. Unataka nini kwenye maisha yetu? Mna bahati sana, kwa sababu ya hiyo bangili nayo. Msingekuwa na bangili leo nilikuwa nawamaliza wote. Ndio unavyojidanganya Mketege. Kama unataka kuchukua roho zetu, chukua sasa hivi. Si tuko hapa? Mtashindana, lakini bado nitahakikisha nakamilisha mpango wangu wa kukuchukua. Utapambana sana, lakini kunipata mimi sahau. Unacheka nini? Yanayoendelea. Mimi naogopa. Turudi nyumbani bwana. Kwanza nyumbani kwenyewe tumetoroka. Ndio tushakutana na balaa. Hebu turudi nyumbani. Magambo, toka nje upesi. Magambo, toka nje upesi. Nimekuona. Magambo. Hivi nini? Usipige kelele. Ndio unikokote hivyo mwenzi. Kuna jambo kidogo la siri. Jambo gani ile ambalo nataka kangu asisikie? Nilipokuwa kwenye kuni, nilionana na Tausi. Akawa ameniomba jambo. Akaniambia anaomba nimsaidie kuongea na Mageme. Anavyodai anasema hivi, wewe ulimkuta akiwa na Papala mafichoni. Wakiwa wanaongea. Lakini katika maongezi yao Papala alikuwa anamtongoza na yeye alikuwa anamkataa Papala, wewe ndio ukatokea. Baadaye ukawaelewa vibaya, ukaenda kumwambia Mageme. Sasa akawa ameniomba niongee na Mageme ili ampe nafasi amsikilize kidogo. Hivi wifi, nikuulize swali? Ndio. Yaani wewe ndio ungekuwa mimi, alafu Mageme ni kaka yako. Unamkuta mchumba wa kaka yako mafichoni na mwanaume mwingine. Ungefanyaje? Hilo jambo hata mimi nimeongea. Nikamwambia alifanya makosa. Kwa nini akae mafichoni na mwanaume? Nikwambie kitu hiki. Wewe ndiye uliyekuja kuniomba mimi nizungumze na mizimu ili wewe upate mtoto. Leo unaanza kunikataa. Mganga, mimi naogopa. Naogopa sana. Hiki kiumbe kinatisha. Hutaki kuondoka na mimi. Baki. Ila elewa kwamba Kindimu amekufa na ameuawa na huyo mtoto wako
uliyemuumba wewe. Nayefuata ni wewe. Kaa mbali na hili swala la Tausi, achana nalo kabisa. Yaani tena uliache. Kukutana na mwanaume mwingine mafichoni, hiyo inaleta wivu, na mapenzi ya kweli lazima uwe na wivu. Kakaangu kwa sasa hivi ameamua kubadilika, amenyoa nywele, amenyoa ndevu, kufuta kumbukumbu zote za Tausi. Lakini wifi, huwezi jua, huenda shemeji Mageme anaumia kwa hili. Wifi, nakuheshimu sana, tena sitaki hata kukuvunjia heshima yako. Naomba tuishi kama tulivyozoeana. Kaa mbali na hili swala la Tausi, halikuhusu kabisa. Tena mimi sitaki hata kusikia. Yaani kadri unavyozidi kuliongea unanivuruga akili yangu, yaani unanivuruga. Kaa mbali na hili swala. Sawa, ila kwenye mahusiano ni siri ya moyo. Huwezi jua, huenda hata shemeji Mageme anaumia katika hili. Okay, sawa. Ndio hilo tu wifi yangu. Tunaweza tukaondoka sasa. Usijali. Mimi umeniboa bwana. Kondo umekasirika. Mimi umeniuzi hivi wewe wifi. Usijali bwana. Muuaji mkubwa unafanya nyumbani kaka. Kaka, kwani umemleta muuaji hapa nyumbani? Huyu ni muuaji kaka, sasa hivi kuja hapa. Tulia sasa. Sasa hizo kelele zote unamfaidisha nani? Muuaji mkubwa wewe. Yaani umekuja na nyumbani kwetu? Gena. Wewe. Mimi sio mjinga bana. Napokuambia acha wewe unanielewa. Napokuambia acha wewe unanielewa je? Endelea kutafuta. Muuaji mkubwa wewe. Alikubali na akakiri kwamba kweli amefanya makosa, ila akaniomba kwamba Gamba, niko tayari kwenda kumwomba Gena msamaha. Kwa hiyo amekuja hapa nyumbani sio kwa lengo baya, na mimi sikutaka kumwacha. Nimekuja naye hapa ili aje kuomba msamaha, kwa sababu hapo alipo ana matatizo makubwa sana. Magamba. Naam. Karibu. Gena, naomba nisamehe sana. Nimetambua kosa langu. Nilikunyanyasa sana, nilikutesa kwa sababu ya shinikizo la mganga. Umeharibika. Mganga amekuja leo nyumbani kunifuata. Akasemaje? Akaniambia tuondoke twende msituni tukaangalie kinachoendelea. Mganga ameniambia hivi, chanzo ni Gena, na Gena damu yake ndio itakayosaidia kule msituni. Damu ya Gena? Sasa mke wangu, itabidi uende uonane na Gena, umshawishi, sawa? Utakapoondoka naye pale nyumbani kwao, upite huko, sawa? Utanikuta mimi. Ukinikuta nitajua jinsi ya kumkamata Gena. Yaani mke wangu, hatuna muda huu tuondoke. Kumbe hii dunia
mpaka mke wangu amenikimbia. Mimi mwenyewe hapa siku zangu zinahesabika. Nikisema nitoke niende huku, nitokea njiani. Mimi nipurukushane tu muda wote. Yaani moyo wangu hauna amani kabisa. Siku zangu zinahesabika za kufa. Pole sana Magambo. Asante. Nadhani mmesikia vizuri nini ambacho Magambo anakipitia. Kwa hiyo Gena, mimi kama kaka yako nakuomba kwa niaba ya Magambo msamehe, kwa sababu wakati anaopitia Magambo ni mgumu sana. Nimejaribu kuvaa viatu vyake nikagundua kwamba siwezi kabisa hata kuingiza miguu yangu. Anahitaji msaada. Wakati huu sio wakati tena wa kulaumiana, ni kuangalia namna gani tunaweza kumsaidia, lakini pamoja na kujisaidia sisi pamoja na wanakijiji wote. Magambo, kwanza kabisa naomba unisamehe, maana bila mimi hichi kiumbe kisingefika kijijini. Mimi nimekusamehe, sina kinyongo kabisa nayo. Nashukuru. Pia pole kwa unaoyapitia kwa sasa. Asante. Najua una kipindi kigumu kwa muda huu. Pole sana kakaangu. Asante. Lakini pia mimi nitakusaidia kukizuia hicho kiumbe. Gena, inawezekanaje? Kivipi? Kupitia hii bangili itatusaidia kutupa njia sahihi ya kukizuia hicho kiumbe. Fuyo. Kwa hiyo umeanza kutuchekesha sasa. Siwachekeshi. Hasa hii bangili kabisa. Wewe, hivyo hicho kiumbe unakisikia, unakifahamu? Mimi sijai kukiona lakini ninakiogopa hapa nilipo. Bangili. Bangili. Naomba tuelekeze njia sahihi ya kuweza kupambana na hichi kiumbe, kisiendelee kuleta madhara hapa kijijini. Nadhani wote mmesikia. Gena bwana, mambo yako sawa. Duniani kuna mambo. Yaani Wewe haya yote umeajulia wapi? Hii bangili, Magambo anajua historia kuhusu hii bangili. Sasa unataka kugusa damu isiyohusiana na giza ili kuficha kosa lako mwenyewe? Sasa mwache huyu binti, hana kosa lolote.
Mketege, hilo unalolifanya haliwezi kufanikiwa. Mwanzo nilikuja kukupa onyo, kwa sasa nimekuja kivingine kabisa. Giza haliwezi kushindana na nuru hata siku moja. Aviziashari, ondoka mbali na njia yangu. Tabia huyu ndiyo inayopaswa kurudisha yale yote yaliyopotea. Pole sana Gena. Mshukuru Mungu kwa sababu anakupenda. Amekupa uwezo mkubwa sana. Una nguvu ambayo giza haliwezi kuishinda. Lakini unapaswa kuitambua. Wewe ni mtu muhimu sana katika ulimwengu huu. Ila wao hawalitambui hilo. Pole sana. Chochote utakachohitaji utakipata ikiwa utatamka katika hii bangili. Utakipata kwa wakati kabisa. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Nimejionea. Kena naye akaota ndoto, alizani ndoto ya uongo, kumbe ni mwanzo wa changamoto, majuto
anajionea. Yule dada alisema nitaongea kitu hapa, Bangili utanisikiliza. Bangili, naomba niongoze njia ni ili nifike nyumbani. Kupitia hii bangili itatusaidia kutupa njia sahihi ya kukizuia hicho kiumbe. Fuyo. Kwa hiyo umeanza kutuchekesha sasa. Siwachekeshi. Hasa hii bangili kabisa. Wewe, hivyo hicho kiumbe unakisikia au unakifahamu? Mimi sijai kukiona lakini ninakiogopa hapa nilipo. Bangili. Bangili. Naomba tuelekeze njia sahihi ya kuweza kupambana na hichi kiumbe. Kisiendelee kuleta madhara hapa kijijini. Ili kuishinda nguvu ya giza, ni lazima mpate shilingi ya uhai, na imefichwa mahali ambapo giza na nuru hukutana. Lakini kumbukeni, si kila mtu anaweza kuichukua. Moyo safi na nia ya kweli ndizo funguo za kuipata. Haya, Magamba. Kama tulivyopewa maelekezo, tunatakiwa tuipate hiyo shilingi. Nadhani hili jukumu tutalifanya mimi na wewe kwa kushirikiana. Sawa. Au kuna wazo lolote lingine? Hii njia ni nzuri lakini pia ina matatizo. Nitakapoingia kule msituni, ni lazima tu baadhi ya watu watakufa. Kama mtaingia 6, huenda katoka mmoja. Sababu mnakoenda ndio nyumba halisi ya hicho kiumbe, na ndio kinashinda muda wote huko. Sasa mimi nimepata wazo. Kuliko tukaongozana kwenda kupoteza tena nafsi za watu huko msituni, basi Gena, kama hii bangili umeweza kuiambia hapa tu, tuambie imefanya kazi, basi muombe huyo bangili yako, muombe kwamba atufanyie wepesi, hata atutolee hicho kitu kule kilipo, atusogezee eneo jirani. Fanya hivyo basi. Kaka, kwa sasa nimeomba hiki, itanichukua muda tena kidogo. Sasa tena kwenda kuanza tena watu kufa, uone kwamba yani hiyo bado ni sana na tunafanya kazi bure. Tutajaribu. Au wewe fanya zamani. Kama hivyo haiwezekani, nipe mimi nivae hiyo bangili, alafu tukienda huko msituni mimi nitakuwa mstari wa mbele. Au hapo mnasemaje? Ni sawa. Hii bangili nimekabidhiwa mimi. Kwa hata ukiongea sauti yako yeye hapa haitafanya chochote. Ukiivaa wewe itakuwa kama pambo. Alafu pia siwezi nikakupatia hii bangili. Mganga Mketege nikiitoa tu hii amefika. Basi hapo njia sahihi ni mimi pamoja na nyinyi tuongozane mpaka hiyo sehemu yenyewe, hiyo shilingi. Ni hatari. Mimi naamini wewe ukizungumza vizuri na hiyo bangili yako itaweza kutusaidia kuhamisha hilo eneo. Mimi nachoona sasa hivi tukuachie muda, utafute muda mzuri, ukae uongee nao, uibembeleze. Yaani hakikisha unabembeleza, hata ikiwezekana toa hata machozi, mdogo wangu. Kwa sababu wenyewe si nakusikiliza wewe, toa hata machozi, lia. Sema tuna shida, tunahitaji msaada wako bangili, tusaidie. Usijali kaka, nimekuelewa. Bye. Sasa Magamba.
Mimi nadhani sisi tunaweza tukaelekea hivi. Sawa. Tunawaacha mara moja. Sawa. Kuwa ni makini. Anaitwa Gena Mabangili. Ndio bangili yako hata sizoi. Nikiwaka tu nashtuka. Siogope. Ndio. Hakuna kumbuka siku tumeingia hapa tumeondoka kule. Jiani. Yakasikia kaka. Hakika huu ni msitu wa Kapuli, hakika huu ni msitu wa Kapuli, hakika huu ni msitu wa Kapuli, nimejionea. Gena naye akaota ndoto, alizani ndoto ya uongo, kumbe ni mwanzo wa changamoto. Mketege, uwezi ukatuacha hata siku moja sisi tukawa na amani. Mukuri ya manto nongo, mukuri ya masugwa. Wacha niwape taarifa. Tangu lini mchawi akaa na taarifa? Una taarifa gani mchawi mkubwa wewe? Leo sijaja kwa ugomvi. Nimekuja kwa taarifa njema. Wewe na Kindimu ndio mliosababisha kuamsha vilivyolala. Leo hii nakupa taarifa ya kwamba kile kitu kimekwisha kumwangamiza Kindimu tayari. Amekufa. Hakika huu ni msitu wa Kapuli, hakika huu ni msitu wa Kapuli, hakika huu ni msitu wa Kapuli, nimejionea. Gena naye akaota ndoto, alizani ndoto ya uongo, kumbe ni mwanzo wa changamoto, majuto anajionea.